wakati tunafanya maadhimisho haya, wanawake wenzangu, tulikumbushana maandiko matakatifu. Sisi ni walezi wa familia, ni walezi wa kina baba na walezi wa watoto wetu, lakini ni walezi wa majirani na ni walezi wa jamii nzima. Kwa hiyo mwanamke, unaposimama wakati wote, jione una jukumu kubwa katika jamii hii. Ukipewa kazi, ifanye kwa uadilifu na juhudi kubwa. Ukitafuta fursa, itumie fursa vizuri, kwa sababu unaenda kulea taifa, unaenda kulea jamii, unaenda kulea familia. Swala la malezi, wanawake tusilipe mgongo. Ni jukumu letu la msingi toka ulimwengu huu ulipoumbwa. Tuhakikishe baba yuko salama, tuhakikishe watoto wetu wako salama. Muda wa kushindana wakanga na vitenge umeisha. Muda wa kushindana kwa mapochi umeisha. Sasa hivi wanawake, tushindane kwa fedha. Tushindane kwa kuzalisha uchumi ulio imara na endelevu katika familia zetu. Tuhakikishe muda wote tunazalisha kiasi cha kutosha. Kama ni kilimo, kama ni uvuvi, kama ni kiwanda, hakikisha unazalisha mwanamke bila kuchoka usiku na mchana. Lakini leo toka tumeingia hapa, tumefunguliwa burudani na mheshimiwa mwenyekiti wetu. Wamefuata wanawake, wametoa burudani kweli kweli. Jamani, hii muziki ya aina zote, iwe ngoma, iwe muziki wa kizazi kipya, uwe muziki wa densi, uwe muziki wa injili, kama walivyoimba ndugu zangu wa mama wale wa Anglikana, hiyo nayo ni pesa, ni fursa. Nendeni mkakuze vipaji. Lakini leo tumeona wakina mama jasiri na wakina mama mahiri wamepita kuanzia chombo kidogo cha mwisho kabisa mpaka ile mitambo mikubwa. Kwa kweli kina mama Singida mmetiwa fora. Hongereni sana. Unamwona mwanamke ametulia kwenye lola, hatingishiki, yuko makini, anajiamini, anaendesha lile dude kwa maringo, kwa bashasha, mpaka mwenyewe unapenda. Kwa hiyo hakuna jambo mwanamke wewe litakushinda kama utaamua. Kwa hiyo maadhimisho haya tufanye kugeuza mawazo, kuondoa mawazo mgando kwamba mtoto wa kike hawezi. Leo wanawake wenzetu wametuwezesha. Katika maadhimisho haya tulisema tutaenda sambamba na kina baba, hatutawaacha nyuma. Walitutangulia, wametuvuta, tumefika, na saa nyingine tumewatangulia mbele. Tutawavuta tuende sambamba, sababu Mwenyezi Mungu alipotuumba jinsia mbili hakufanya makosa. Na wakina baba ni waombe, sisi wanawake wa Singida hatuna ugomvi na nyie. Naomba tupendane, tuende pamoja, tulete maendeleo pamoja. Kuanzia ngazi ya familia, kuanzia leo kutupiga marufuku, kutunyanyapaa marufuku, kutunyima hela marufuku, tupeni hela. Jamani, wanasemaga Waswahili, hakuna mkate mkavu mbele ya chai. Hakuna mwanamke jeuri mbele ya mwanaume mwenye busara. Na busara ya mwanamke ni vitu vidogo sana. Cha kwanza, pole. Cha pili, samahani. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na viongozi wote, mimi niko mahali hapa kwa ajili ya kutoa salamu za mkoa. Awali ya yote, niendelee kuwapongeza wanawake wote na wanaume kwa jinsi ambavyo tumeendelea kuadhimisha siku ya mwanamke duniani. Na mheshimiwa mgeni rasmi, nikuhakikishie kwamba kwa kweli kila lililoagizwa na viongozi wetu linalohusu masuala mazima ya maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani, sisi Singida tumefanya kwa 100% kwa ngazi zote. Ninajua tunahangaikia mengi, lakini tuna wajibu wa malezi. Watoto ni wa kwetu na taifa hili ni la kwetu. Lazima tulee watoto, tuwe na Watanzania ambao wanakwenda kuwa Watanzania bora. Lakini vile vile swala la elimu, wakina mama tukawasimamie watoto waende mashuleni, tupige vita utoro, tukahakikisha watoto wetu wanapata chakula mashuleni,
ili hatimaye taaluma zao ziboreke na waweze kufaulu vizuri. Masuala ya kumwezesha mwanamke, mikopo ya 10% inaendelea kutolewa. Wanawake changamkeni, tupate hiyo fursa ili tuweze kujinufaisha na kuinua uchumi wetu. Niwaase wanawake wenzangu, kama tulivyoambiana jana, basi tujitokeze. Kwaya mbalimbali zimeimba hapa, tusiogope, sisi tunaweza. Na mfano tumeshaonyeshwa na Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tusiogope kwenda kuwania nafasi yoyote, twende kifua mbele, mkijua kabisa kwamba viongozi au wanawake wenzenu tuko nyuma yenu. Tangu uhuru mpaka sasa, wanawake wameweza kushirikishwa kwenye hatua mbalimbali za maendeleo, iwe ni ya mmoja mmoja ama kitaifa. Lakini kwenye mkoa wa Singida sisi tumetia fora. Viongozi wengi waliopo ni wanawake, na hii naomba iende wazi na clear kwamba mkoa unaongozwa na wanawake. Wanawake wameweza kufanya kazi nzuri katika mkoa wetu, na ndio maana mkoa wetu unanawiri, unashamiri. Maendeleo yanakuja kwa kasi kwa sababu wanawake wamepewa nafasi mbalimbali kwenye mkoa wetu. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitoe salamu za kusema kwamba tunawashukuru sana wanaume wote walioko mkoa wa Singida kwenye ngazi mbalimbali, kwa sababu wametuunga mkono, kuanzia wewe mkuu wa mkoa, rasi ofisi yake, lakini ukija kwenye ofisi za wakurugenzi, wanaume wapo, wametuelewa, wakatuunga mkono, na ndio maana mambo yanakwenda. Nishukuru sana ofisi za wakuu wako wa wilaya, wameweza kutoa ushirikiano mkubwa kwenye nafasi yoyote aliyoipata mwanamke, ili tu mwanamke aonyeshe uwezo wake. Tunashukuru sana sana.